Ninayo taarifa kwamba maadhimisho ya siku ya takwimu Afrika ambayo hufanyika kila mwaka tarehe 18 mwezi Novemba, lakini kutokana na mwingiliano wa majukumu, maadhimisho haya tumeyafanya leo tarehe 19 Novemba kwa kanda ya Dar es Salaam. Maadhimisho haya yanalenga kuelimisha na kuhamasisha serikali, wadau mbalimbali na wananchi wa nchi za Afrika kuhusu umuhimu wa takwimu na matumizi yake katika sekta za uchumi, jamii, mazingira na katika shughuli za maisha yao ya kila siku, ili kuongeza wigo wa matumizi yake, hivyo kuinua kiwango cha maisha ya wananchi. Vile vile nimeelezwa kwamba kila mwaka maadhimisho haya hufanyika chini ya kauli mbiu maalum, ambapo kwa mwaka huu ni kuongeza ubunifu katika matumizi ya takwimu na taarifa ili kujenga jamii jumuishi inayojali haki, amani na maendeleo kwa Waafrika. Kauli mbiu hii inakwenda sambamba na mabadiliko ya sasa ya ukuaji wa teknolojia na ubunifu yaliyoongelewa katika malengo endelevu ya maendeleo ya SDG ya mwaka 2030, hususan lengo namba 9 linalosema viwanda, ubunifu na miundombinu, ambayo katika lengo mahususi 9B inahimiza maendeleo ya teknolojia za ndani, utafiti na ubunifu katika nchi zinazoendelea. Ndugu wageni waalikwa, nafahamu kuwa Ofisi ya Taifa ya Takwimu inatekeleza mpango mkakati wa kuboresha utoaji takwimu sahihi nchini. Hivyo ninachukua fursa hii kuwakumbusha kwa utoaji wa takwimu bora iwe changamoto muhimu kwetu katika kukabiliana na mabadiliko haya. Ndugu wageni waalikwa, nimeelezwa kwamba katika maadhimisho haya limetolewa wasilisho la makadirio ya idadi ya watu mwaka 2023 hadi 2050, ambayo yatasaidia serikali na wadau wengine katika kupanga mipango ya muda mrefu, muda wa kati na muda mfupi kulingana na idadi ya watu katika mkoa au halmashauri husika. Wasilisho hili limeonyesha idadi ya watu inakuwa kwa kasi. Hivyo ninashauri mipango na dira tunayoipanga izingatie mabadiliko haya na kuyafanyia tathmini ili kuwa na mipango yenye tija na kuleta matokeo chanya kwenye maeneo yetu yanayokusudiwa. Lakini pia niwaombe muendelee kuzalisha takwimu rasmi zenye ubora unaotakiwa kwa kasi ya teknolojia inayokuwa na ubunifu wa hali ya juu kwa maendeleo ya taifa letu. Rai yangu, Ofisi ya Taifa ya Takwimu kuendelea kushirikiana nasi katika kufanikisha malengo ya taifa letu. Takwimu si namba tu. Takwimu ni namba inayozungumza. Takwimu ni lugha ya maamuzi. Kwa hiyo utaona namna ambavyo takwimu ni muhimu sana. Na kwa maana hiyo ni muhimu wadau wakafahamu kwa kweli kwamba takwimu ni namba inayozungumza, na hivyo inatusaidia kufanya maamuzi mbalimbali mengi ya kisera kwenye maeneo ya afya, maeneo ya elimu, maeneo ya maendeleo endelevu. Uwezo ukajua ufanye nini kama taifa, kama nchi, bila kujua una watu wa aina gani. Na mfano mdogo utakuwa ni ule mfano, sasa hivi tuna generations nyingi ambazo zimekaa pamoja. Tuna generation X ya wale watu wanaozaliwa waliozaliwa 80 kurudi chini. Tuna generation Y ya millennials wamezaliwa 80 mpaka kuja, ambao wana mahitaji tofauti. Tuna generation Z ambao ndio hao wako na tabia tofauti. Tuna generation Alpha ambao wako sekondari huko, na tuna generation Beta ambao ndio wamezaliwa sasa hivi. Tunahitaji takwimu kufanya maamuzi. Kwa mwaka 2022 Dar es Salaam ilikuwa na watu wapatao 5,500,000, ambao 2,600,000 walikuwa ni akina mama, baba, 2,700,000 walikuwa wanaume. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo ilivyo kwamba akina mama wakati wote wanakuwa wako wengi kuliko wanaume, lakini hali hiyo kwenye mikoa mingine especially kule Mererani na mkoa wa Manyara wanaume ni wengi kuliko, ambao ni very exceptional case yani, na lazima watafiti wakuambie kwamba ni sababu gani vitu kama hivyo. Na ifikapo mwaka 2050 tunategemea kuwa na watu 8,200,000 hapa Dar es Salaam, ambapo bado wanaume watakuwa ni 4,000,000 na wanawake watakuwa kwa 4,200,000. Kwa hiyo watu watakuwa wameongezeka mpaka kufikia 8,000,000.